wanafunzi, mkiwabatiza kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Asante mtumishi. Pointi ya pili ni kazi ya kanisa kuhubiri Injili, habari njema za wokovu katika Yesu Kristo. Maana hakuna habari njema kuliko ya Bwana Yesu Kristo inayoweza kumpa mtu amani ya milele na uzima huru. Pointi ya pili ni kazi ya kanisa kuhubiri Injili, habari njema za wokovu katika Yesu Kristo. Maana hakuna habari njema kuliko ya Bwana Yesu inayoweza kumpa mtu amani ya milele na uzima huru. Naomba mtu asome Luka sura ya 4 mstari wa 43. Luka 4:43. Aliyefika naomba asome. Luka sura ya 4 mstari wa 43, nasoma kama ilivyoandikwa. Akawaambia, imenipasa kuihubiri habari njema ya ufalme wa Mungu katika miji mingine pia, maana kwa sababu hiyo nalitumwa. Mtarudia. Luka sura ya 4 mstari wa 43. Akawaambia, imenipasa kuihubiri habari njema ya ufalme wa Mungu katika miji mingine pia, maana kwa sababu hiyo nalitumwa. Amina. Katika mstari huu tunaona kabisa ni kazi yetu sisi kuhubiri Injili kwa watu ambao bado hawajaokoka au hawajamwamini Yesu Kristo. Mataifa wanahitaji Injili kwa sababu wako dhambini, kwa sababu wote wametenda dhambi na kupungukiwa na utakatifu wa Mungu, na wanahitaji kusamehewa dhambi zao ili wapokee msamaha na uzima. Narudia, mataifa wanahitaji Injili kwa sababu wako dhambini, kwa sababu wote wametenda dhambi na kupungukiwa na utakatifu wa Mungu, na wanahitaji kusamehewa dhambi zao ili wapokee msamaha na uzima. Fungueni Luka sura ya 10 mstari wa 2. Luka sura ya 10 mstari wa 2. Aleka makasoma. Luka sura ya 10 mstari wa 2. Tasoma. Akawaambia, mavuno ni mengi, lakini watenda kazi ni wachache. Basi mwombeni Bwana wa mavuno apeleke watenda kazi katika mavuno yake. Amen. Tarudia pia. Akawaambia, mavuno ni mengi, lakini watenda kazi ni wachache. Basi mwombeni Bwana wa mavuno apeleke watenda kazi katika mavuno yake. Amen. Pointi ya 3 ni kazi ya kanisa kutangaza habari ya toba na ondoleo la dhambi. Dunia yote leo Mungu anaiagiza itubu juu ya makosa iliyofanya ili isiangamie na ghadhabu yake. Narudia, ni kazi ya kanisa kutangaza habari ya toba na ondoleo la dhambi. Dunia yote leo Mungu anaiagiza itubu juu ya makosa iliyofanya ili isiangamie na ghadhabu yake. Namba 2, kufanya ushuhudiaji. Pointi ya kwanza, lazima kanisa liwe na uhusiano mzuri na Mungu wake. Mtu anayefanya ushuhudiaji ni vizuri yeye mwenyewe kujenga mahusiano kwa kumwamini Yesu, awe na ushindi ndani yake. Pointi ya kwanza, lazima kanisa liwe na uhusiano mzuri na Mungu wake. Mtu anayefanya ushuhudiaji ni vizuri yeye mwenyewe kujenga kwa kumwamini
wamwamini Yesu awe na ushuhuda ndani yake. Fungueni Luka sura ya 24 mstari wa 46 hadi 47. Luka 24:46 hadi 47. Luka sura ya 24 mstari wa 46 hadi 47. Tasoma. Akawaambia, ndivyo ilivyoandikwa kwamba Kristo atateswa na kufufuka siku ya tatu, na kwamba mataifa yote watahubiriwa kwa jina lake habari ya toba na ondoleo la dhambi, kuanzia tangu Yerusalemu. Akawaambia, ndivyo ilivyoandikwa kwamba Kristo atateswa na kufufuka siku ya tatu, na kwamba mataifa yote watahubiriwa kwa jina lake habari ya toba na ondoleo la dhambi, kuanza tangu Yerusalemu. Amen. Amen. Asante. Kwa hiyo katika mstari tunajifunza kwamba sisi kama kanisa ni wajibu wetu kufanya ushuhudiaji. Nenda kwenye pointi ya pili. Kanisa lazima liwe na nguvu ya kushuhudia matendo na kazi ya Yesu Kristo aliyoifanya, kwa sababu linaelewa kazi yake na matendo yake ya ukombozi. Tarudia. Kanisa lazima liwe na nguvu ya kushuhudia matendo na kazi ya Yesu Kristo aliyoifanya, kwa sababu linaelewa kazi yake na matendo yake ya ukombozi. Fungueni waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 1 mstari wa 1 hadi 4. Waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 1 mstari wa 1 hadi 4. Kwanza Yohana sura ya 1 mstari wa 1 hadi 4. Tasoma. Lile lililokuwako tangu mwanzo tulilolisikia, tuliloliona kwa macho yetu, tulilolitazama na mikono yetu ikalipapasa kwa habari ya neno la uzima. Na uzima huo ulidhihirika, nasi tumeuona, tena twashuhudia na twahubiri ninyi, ili uzima wa milele. Amen. Tarudia. Lile lililokuwa tangu mwanzo tulilolisikia, tuliloliona kwa macho yetu, tulilolitazama na mikono yetu ikalipapasa kwa habari ya neno la uzima. Na uzima huo ulidhihirika, nasi tumeuona, tena twashuhudia na kuwahubiri ninyi ule uzima wa milele uliokuwako kwa Baba, ukadhihirika kwetu. Mstari wa 3. Hilo tuliloliona kulisikia twahubiri na ninyi, ili nanyi pia mpate kushirikiana nasi, na ushirika wetu ni pamoja na Baba na pamoja na Mwana wake Yesu Kristo. Amen. Pointi ya 3. Mungu ameliweka kanisa lidhihirishe Mungu kwa kazi zake kwa mataifa, ili wapate kumwabudu. Kanisa ni njia ya Mungu atumiayo kuifunua tabia yake, ili Mungu apate kutukuzwa. Mungu ameliweka kanisa lidhihirishe Mungu kwa kazi zake kwa mataifa, ili wapate kumwabudu. Kanisa ni njia ya Mungu atumiayo kuifunua tabia yake, ili Mungu apate kutukuzwa. Fungueni waraka wa kwanza wa Petro sura ya 2 mstari wa 9 hadi 12. Waraka wa kwanza wa Petro sura ya 2 mstari wa 9 hadi 12. Waraka wa kwanza wa Petro sura ya 2 mstari wa 9 hadi 12. Amen. Tasoma. Bali ninyi ni mzao mteule, ukuhani wa kifalme, taifa takatifu, watu wa milki ya Mungu, mpate kuzitangaza fadhili zake yeye aliyewaita kutoka gizani, mkaingia katika nuru yake ya ajabu. Amen. Kanisa ni kielelezo kwa watu wasioamini kama nuru na chumvi ya dunia. Mungu ameliweka kanisa liwabadilishe dunia kutoka kwenye uovu, giza. Tarudia.
Kanisa ni kielelezo kwa watu wasioamini kama nuru na chumvi ya dunia. Mungu ameliweka kanisa ili wabadilishe dunia kutoka kwenye maovu. Fungueni Mathayo sura ya 5 mstari wa 13 hadi wa 16. Mathayo sura ya 5 mstari wa 13 hadi wa 16. Mathayo sura ya 5 mstari wa 13 hadi wa 16. Tasoma. Ninyi ni chumvi ya dunia, lakini chumvi ikiwa imeharibika itatiwa nini hata ikolee? Haifai tena kabisa, ila kutupwa nje na kupelekwa na watu. Amen. Amen. Kanisa ni kielelezo kwa watu wasioamini nuru na chumvi ya dunia. Namba 3, kumtukuza Mungu. Kanisa ndilo lililo na nafasi ya kumtukuza Mungu. Kanisa linapaswa kumsifu Mungu peke yake, ndiye anayestahili kutukuzwa. Watu wale niliojiumbia nafsi yangu ili wazitangaze sifa zangu, waaminio kuishi kwa kutukuza utukufu wake. Fungueni Waefeso sura ya 3 mstari wa 20 hadi 21. Waefeso sura ya 3 mstari wa 20 hadi 21. Waefeso sura ya 3 mstari wa 20 hadi 21. Basi atukuzwe yeye awezaye kufanya mambo ya ajabu mno kuliko yote tuyaombayo au tuyawazayo, kwa kadri ya nguvu itendayo kazi ndani yetu. Mstari wa 21. Na atukuzwe katika kanisa na katika Kristo Yesu hata vizazi vyote vya milele na milele. Amen. Watu wamekuwa na kujitukuza kwa kazi zao, akili zao, maarifa na kiburi kimeinuka. Neno linasema kila ajisifuye ajisifu katika Bwana. Watu wamekuwa na kujitukuza kwa kazi zao, akili, maarifa na kiburi kimeinuka. Neno linasema kila ajisifuye ajisifu kwa Bwana. Je, ni kweli unamsifu Bwana? Namba 4, kumwabudu Mungu. Pointi ya kwanza, kumfanyia Mungu ibada yenye maana. Mungu ni mzuri kwa kazi zake kwetu. Kuitoa miili yetu iwe sadaka, kuitambua kazi yake na kumshukuru, na dhabihu kuitoa kama sadaka ya kuteketezwa, na kutokuifuatisha namna ya dunia hii, mtindo na maisha maovu. Tangulia. Kumfanyia Mungu ibada yenye maana. Mungu ni mzuri kwa kazi zake kwetu. Kuitoa miili yetu iwe sadaka, kuitambua kazi yake na kumshukuru, na dhabihu na jitoe kama sadaka ya kuteketezwa, na kutokuifuatisha namna ya dunia hii, mtindo na maisha. Fungueni Warumi sura ya 12, someni mstari wa 1 hadi wa 2. Warumi 12 mstari wa 1 na wa 2. Basi ndugu zangu, nawasihi kwa huruma zake Mungu, itoeni miili yenu iwe dhabihu iliyo hai, takatifu, ya kumpendeza Mungu, ndiyo ibada yenu yenye maana. Wala msifuatishe namna ya dunia hii, bali mgeuzwe kwa kufanywa upya nia zenu, mpate kujua hakika mapenzi ya Mungu yaliyo mema, ya kumpendeza na ukamilifu. Amen. Tunafundishwa kwamba tunatakiwa tujitolee kama dhabihu. Pointi ya 2, kanisa halipaswi kuabudu sanamu
Tasoma. Msiogope wala msifanye hofu. Je, sikuhubiri haya zamani na kuonyesha? Na ninyi ni mashahidi wangu. Je, yuko Mungu zaidi yangu mimi? Hakika hapana mwamba. Mimi sijui mwingine. Endelee au? Amen. Kwa sisi kama kanisa tutakiwa kuabudu miungu mingine, bali ni Bwana Yesu tu, na tunatakiwa kumwamini kama Bwana na Mwokozi wa maisha yetu. Pointi ya 3, kanisa linatakiwa kumfanyia Mungu ibada peke yake. Kanisa linatakiwa kumfanyia Mungu ibada peke yake. Fungua Mathayo sura ya 4 mstari wa 10. Mathayo sura ya 4 mstari wa 10. Mathayo sura ya 4 mstari wa 10. Tasoma. Ndipo Yesu alipomwambia, nenda zako Shetani, kwa maana imeandikwa, msujudie Bwana Mungu wako, umwabudu yeye peke yake. Amen. Kwa hiyo sisi kama kanisa tunatakiwa kufanyia Mungu ibada peke yake, na sio mtu mwingine na sio Mungu mwingine, maana Mungu ni mmoja tu. Pointi ya 4, kanisa linapaswa kumwabudu Mungu kwa uhalisia katika roho na kweli. Kanisa linapaswa kumwabudu Mungu kwa uhalisia katika roho na kweli. Fungueni Yohana sura ya 4 mstari wa 23 hadi 24. Yohana sura ya 4 mstari wa 23 hadi 24. Yohana sura ya 4 mstari wa 23 hadi 24. Lakini saa inakuja, nayo saa ipo, ambayo waabuduo halisi watamwabudu Baba katika roho na kweli, kwa maana Baba awatafuta watu kama hao waabudu. 24. Mungu ni roho, nao waabuduo yeye imewapasa kumwabudu katika roho na kweli. Amen. Tunatakiwa kumwabudu Mungu katika roho na kweli. Watu wengi sasa hivi hawaji kanisani kwa kumaanisha anakuwa na miungu ambayo tumeshindwa kuacha imani za asili. Huku ni ushirikina, matambiko ya miungu ya hirizi, kondoo, makaburi, kadhalika. Narudia, watu wengi sasa hivi hawaji kanisani kwa kumaanisha anakuwa na miungu ambayo tumeshindwa kuacha imani za asili. Huku ni ushirikina, matambiko ya miungu ya hirizi, kondoo, makaburi na kadhalika. Kwa hiyo sisi kama kanisa hatutakiwi kuwa na maelezo yoyote ya kutokuja kanisani. Kuja kanisani ni lazima. Namba 5, kutenda matendo mema. Pointi ya 1, Wakristo kanisa tumeumbwa na Mungu ili tutende matendo mema. Kutenda dhambi ni kinyume cha kusudi la Mungu. Mkristo hata akitenda dhambi hawezi kuifurahia, lazima ihuzunishe na kuitubu. Je, ni kweli kutenda dhambi mmehuzunika au mmefurahi? Semeni kweli. Naomba kufungue Efeso sura ya 2 mstari wa 10. Efeso 2:10. Efeso sura ya 2 mstari wa 10. Tasoma. Maana tu kazi yake tuliumbwa katika Kristo Yesu tutende matendo mema ambayo tokea awali Mungu aliyatengeneza ili tuenende nayo. Maana tu kazi yake tuliumbwa katika Kristo Yesu tutende
matendo mema ambayo tokea awali Mungu aliyatengeneza ili tuenende nayo. Amen. Sisi kama kanisa tunatafuta na matendo mema. Katika kambi yetu mojawapo ya pointi hii maana kanisa tuliambiwa kanisa ni watu walioishinda dhambi na kuamua kumfuata Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yao. Jiulize, je, wewe ni kanisa na kweli? Pointi ya pili. Wakristo kanisa ni chumvi na nuru wasafi. Kanisa lazima lilete ladha katika ulimwengu. Kanisa ni kiunganishi cha amani na usalama wa ulimwengu katika ndoa, jamaa, kazi na jamii. Tarudia. Wakristo kanisa ni chumvi na nuru wasafi. Kanisa lazima lilete ladha katika ulimwengu. Kanisa ni kiunganishi cha amani na usalama wa ulimwengu katika ndoa, jamaa, kazi na jamii. Je, kweli wewe kama kanisa ni kiunganishi cha amani na usalama wa ulimwengu? Naomba tufungue Mathayo sura ya 5 mstari wa 13 hadi wa 15. Mathayo sura ya 5 mstari wa 13 hadi mstari wa 15. Tasoma. Ninyi ni chumvi ya dunia, lakini chumvi ikiwa imeharibika itatiwa nini hata ikolee? Haifai tena kabisa, ila kutupwa nje na kukanyagwa na watu. Ninyi ni nuru ya ulimwengu. Mji hauwezi kusikilika ukiwa juu ya mlima. Mstari wa 15 wa mwisho. Wala watu hawawashi taa na kuiweka chini ya pishi, bali juu ya kiango, nayo yaangaza wote waliomo nyumbani. Amen. Sisi ni chumvi ya dunia na tunatakiwa kutia ladha katika ulimwengu na kusambaza amani na upendo. Pointi ya 6. Ushirika au umoja. Pointi ya kwanza. Kanisa linatakiwa lionyeshe ushirika ulio imara. Pointi ya pili. Ushirika wa kanisa lazima utawaliwe na nguvu za Roho Mtakatifu. Pointi ya kwanza. Kanisa linatakiwa lionyeshe ushirika ulio imara. Pointi ya pili. Ushirika wa kanisa lazima utawaliwe na nguvu za Roho Mtakatifu. Pointi ya 3. Kanisa lazima liwe na umoja. Umoja wa viongozi, umoja wa Wakristo na kuheshimiana katika kicho cha Kristo. Fungu la Efeso sura ya 4 mstari wa 15 hadi wa 16. Efeso 4:15 hadi 16. Efeso 4:15 hadi 16. Lakini tuishike kweli katika upendo na kukua hata tumfikirie yeye katika yote. Yeye aliye kichwa, Kristo. Katika yeye mwili wote ukiungamanishwa na kushikanishwa kwa msaada wa kila kiungo kwa kadri ya utendaji wa kila sehemu moja moja, huukuza mwili upate kujijenga wenyewe katika upendo. Amen. Tunatakiwa kuwa na umoja. Pointi ya 7. Namaanisha namba 7. Kanisa liwe mrithi wa mambo ya Mungu. Tarudia. Kanisa liwe mrithi wa mambo ya Mungu. Pointi ya kwanza. Kanisa kwa wakati wa sasa ni mrithi wa baraka na vipawa vya Mungu. Pointi ya kwanza. Kanisa kwa wakati wa sasa ni mrithi wa baraka na vipawa vya Mungu. Pointi ya pili. Kanisa ni mrithi pamoja na Kristo kwa sababu ni mali yake hasa. Naomba mtu afungue Yohana 16:24. Yohana 16:24.
Yohana sura ya 16 mstari wa 14. Tusome. 24. Yes. Yohana sura ya 16 mstari wa 24. Amen. Yohana 16 mstari wa 24. Tusome. Hata sasa hakuomba neno kwa jina langu. Ombeni nanyi mtapata furaha yenu iwe timilifu. Amen. Tunataka kuomba. Amina. Ndiyo. Hitimisho. Wewe ni kanisa la Mungu na mwili wa Kristo na Roho Mtakatifu anakaa ndani yako, lakini umeliacha kusudi la Mungu aliyokuumba kwa ajili yake. Umeacha kuwahubiri watu ili kuwafanya kuwa wanafunzi wa Yesu. Hata huna uwezo wa kuwashuhudia watu matendo makuu ya Mungu. Maisha yako hayamtukuzi Mungu. Watu wengi tumekuwa na kujitukuza sisi wenyewe. Kuna watu wako kanisani lakini ni waabudu miungu wala hawamwabudu Mungu wa kweli. Matendo yetu yako nje ya kusudi la Mungu. Kwa kufanya matendo ya kumrudi Mungu, umoja wetu na ushirikiano haupo. Kila mtu amejenga uadui na chuki ya kuchukia wengine na viongozi wa kanisa. Mungu anakutaka leo umgeukie Mungu ili upate kunenda katika kusudi la Mungu. Jipime na ujiulize, ni sehemu gani katika mambo haya umeliacha kusudi la Mungu? Jiulize mwenyewe. Njoo leo uombe rehema kwa Mungu. Yuko tayari kukusamehe na kukurudisha katika kusudi lake. Bado haujachelewa. Amina. Na huu ndio mwisho wa mahubiri yetu. Ungependa niimbe kisha tuombe.